So guys, niseme tu kwamba hizi ni habari za kusikitisha, ni habari za kuvunja moyo na ni habari za kuogofya pia vile vile, ambapo mwananchi ambaye ni raia wa Marekani pamoja na raia wa Uganda, yani ni mwananchi ambaye ako na uraia pacha, huyu ambaye ni Uganda na Marekani, ambaye anajiita Christopher Okello, mnamo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, mwenye miaka 38, huyu jamaa aliweza kuingia kwenye shule fulani pale ndani ya nchi ya Uganda ambayo inaitwa Gaba ECD. Ni kijishule kidogo ambacho ni kama cha chekechea watoto wadogo hichi, ambao alipoweza kuingia pale ndani aliweza kushika watoto 4 ambao wako chini ya miaka mitatu. Nieleweke, watoto 4 ambao wako chini ya miaka mitatu, ambao aliwakata visu na kuwaua pale pale chini ya dakika 7. Yani mnamo ndani ya dakika 7 alikuwa ameweza kuingia kwenye ile shule, na aliingia kwenye ile shule ama aliingia kwenye ile mlango ama geti ya shule akiingia kama mzazi ambaye alikuwa anaenda angalia mtoto wake, lakini mwisho wa siku akachukua watoto 4 na kuwaua kwa kuwadunga na kuwakata visu chini ya dakika 7 peke yake, na aliweza kuchukuliwa kupelekwa kotini na polisi wa nchi ya Uganda alipoweza kuripotiwa, na alipofika kule aliweza kujitetea pamoja na wale ambao alikuwa ni maloya wake ambao walikuwa wanamsaidia kwenye ile koti, ambao alijitetea na kusema kwamba wale maloya walisema kwamba ana upungufu wa akili, yani akili yake haiko sawa, ambapo alichukuliwa na kupelekwa hospitali kwenda kupimwa akili, lakini mwisho wa siku madaktari wakaconfess na kutoa taarifa ya kwamba akili yake iko sawa vizuri kabisa na hana shida yoyote, ambapo koti iliamuru ya kwamba uchunguzi uendelee kufanywa, ambapo aliweza kuzuiliwa ndani ya gereza moja nchini Uganda, na uchunguzi ukaweza kufanywa kwa takriban siku 28. Hivyo basi jana, ambayo ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 4, mwisho wa mwezi mwaka 2026, Christopher Okello, judgment ya mwisho, yani hukumu ya mwisho iliweza kutolewa, na akaambiwa kwamba ataingia gerezani kwa kinyongo, yani ataingia gerezani mpaka umauti wake kwa kunyongwa. So Christopher Okello atanyongwa ndani ya gereza ya nchi ya Uganda, lakini kulingana na sheria ya nchi ya Uganda, under Uganda law, he has 14 more days, kuna siku 14 za kujitetea endapo atakuwa hajakubaliana na ile judgment ambayo imeweza kutolewa kwenye koti pale. Hivyo basi watu ambao walikuwa wakimaccuse ambao walimpeleka hapa, ama yule judge alisema kwamba hino ilikuwa ni human sacrifice, ni kama alikuwa anatoa sadaka kwenye mfumo ambao yeye mwenyewe yaujua, ama kwenye chama ambacho yeye mwenyewe yakijua. Kweli kabisa ni habari ambazo mimi sikuzipokea vizuri, na ni habari ambazo zilikuwa zikiendelea kwa takriban mwezi mzima, lakini kwa sababu kwa hatuzifuatilii kwa karibu, lakini mwisho wa siku baada ya kwamba hino hukumu imeweza kutolewa na kuambiwa kwamba kijana huyu ataweza kunyongwa ndani ya gereza nchi ya Uganda, basi imenilazimu nilete habari hizi hapa ili tuweze kuchangia kwenye sehemu ya maoni, sote kwa pamoja tuweze kulizungumzia, ili maana ni kubwa zaidi, especially hapa mashariki mwa Afrika. Kitu kama hichi kikiweza kutokea, unaanza kujiuliza, where are our kids going to be safe? Ni wapi ambapo watoto wetu watakuwa salama endapo tutawapeleka ama tutawaeka? Kwa sababu we are used that mtoto sana sana akisumbua nyumbani anachukuliwa na kupelekwa shule, ili mradi aweze kupata usalama na aweze kukua cared kule shule. That's why we have this ECD, early childhood education. Lakini mwisho wa siku unapata hata zile shule za chekechea, madhara kama haya ndio yanapata watoto wetu. Kuna madhara mengine, unapata watoto wanaenda swimming pool wanakufia kwenye hizo mapools. Wengine unapata wanabakwa na wale ambao wanawapeleka shule
Cases nyingi sana ameweza kuzipata hapa, ambazo ni cases ambazo zinazipata za kitaani ama mtaani, ambapo unasikia kuna mtoto mdogo ambaye ni kijana mdogo chini ya miaka 5 ama chini ya miaka 10, kijana ambaye ni mtoto wa kivulana ambaye wazazi wake wamemwamini mtu ambaye ni bodaboda kupeleka pikipiki kuchukua yule mtoto kumpeleka shule kila siku, na ni mtoto wa kivulana mind you, lakini mwisho wa siku ile bodaboda kila siku akimpeleka anamzoea, anaingiliana naye mpaka inafika wakati anamlawiti mtoto wa kiume ambaye yuko chini ya miaka 7, chini ya miaka 6. Mtoto wa kiume analawitiwa njiani akipelekwa shule. Hivi ni visa ambavyo vimetokea na ni visa ambavyo vipo na ni visa ambavyo vinaendelea. Juzi tu niliweza kuhudhuria mkutano wa viongozi ndani ya nchi ya Kenya, ambapo kiongozi mmoja alisimama na kusema kwamba kuna mama ambaye kwa sasa ni nyanya, ambaye huyo mama ambaye ni nyanya ako na miaka 19. So unaanza kujiuliza, huyu mama ako na miaka 19 na sahii anaitwa nyanya. Unaanza kujiuliza swali, alizaa akiwa na miaka mingapi hata huyo mama akaja akapata mtoto mpaka sahii huyu anaitwa nyanya? Kikweli kabisa kuna vitu unaweza kaambiwa ukasema it's a joke ama it's not serious, but there are some things that are going on ambao ni vya kishetani kabisa, because something like this hata unashangaa imeanzaje ama imekuwaje, because killing 4 kids within 7 minutes using a knife, alafu mwisho wa siku tuseme kwamba wataka tuzungumzie kuhusu nini? Okay fine, I've seen some people are talking on the comment section wakisema kwamba huyo hatuwezi tukamrecognize kama Mwafrika kwa sababu alikuwa akona uraia wa Amerika, hivyo basi huenda ikawa akona zile akili za Amerika, ndio maana amechukua hatua kama hiyo, ikizingatiwa kwamba watu wengi ambao wanaishi Amerika, wengi wao wako na roho ngumu sana, ambao wanaweza wakatekeleza unyama wowote wakati wowote pasi kuogopa chochote, because someone like this one, huyu mtu bana alifanya kitendo cha kinyama na hakuna mahali ambapo alikimbia wala kujificha wala kuhamia nchini. Alikaa pale pale nchi ya Uganda mpaka akaripotiwa, akashtakiwa, akapelekwa ndani, akatafuta maloya ambao walikuwa wakimsaidia, na mwisho siku alifika point akawa hata akiwa kotini anajichekelea ili aweze kuonekana kwamba ni chizi, ili mradi aweze kupata ule msamaha wa judge, maybe ili aonekane kwamba alichukua hatua ile, ili mradi aonekane kwamba yeye ni chizi, ni hayawani, ni mpungufu wa akili. Lakini mwisho wa siku, baada ya kwamba madaktari wameweza kuintervene na kupima akili yake, walimpata ni mtu ambaye yuko vizuri. So ni uamuzi ambao aliuchukua yeye mwenyewe pasi kulazimishwa ama pasi kukorogeka kwa akili ndio afanye. So there's something in between ambao ndio wamesema ya kwamba huenda akawa anatoa sadaka, ama huenda akawa hiyo ndio njia moja ya yeye kutoa sadaka. Lakini cha maajabu ni kwamba kati ya wote watoto 4 ambao walikuwa waua hao ama wameoa, huenda akawa ametoa sadaka, lakini wengi tunajua ya kwamba wengi hawa watu ambao wanashiriki hizi vitu za kutoa sadaka binadamu wenzao, sana sana huwa wanafuata wale ambao wanawajua, ama wale ambao ni wa kwao, ama wale ambao ni damu yao. Lakini watoto hawa 4, it's confessed that sio watoto wake. So ni kitendo cha kinyama kiukweli kabisa, na tukianza kuzungumzia vile vitendo vya kinyama ambavyo vimeweza kufanyika Kenya hii ama Tanzania hii ama Uganda hii ama mashariki mwa Afrika, nchi zetu hizi, ni unyama wa hali ya juu sana 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 kikweli kabisa. So ladies and gentlemen, nataka nione maoni yako kwenye comment section hapo, uweze kuniambia unahisi kitu gani ambacho kinapaswa kifanywe ili mradi vitu kama hivi visiweze kufanyika kwa jamii yetu ambayo tuko nayo, ama unahisi ya kwamba ni adabu gani zaidi iweze kutolewa mbali na kunyongwa? Ni adabu gani ambayo inafaa itolewe ili iwe funzo kwa wengine ambao wanataka kufanya ajenda kama hii, waweze kuacha kwa kuogopa ile adabu ambayo imewekwa pale mbele? Ama unahisi ya kwamba adabu hii ambayo ni ya kunyonga inastahili iweko kwa mtu yoyote yule ambaye atashiriki kitendo kama hichi? Alafu niambie, je, unahisi yule mwanamume ambaye anabaka mtoto wa kiume mdogo chini ya miaka 7 unataka fanywe nini?
ama unahisi adabu sahihi kabisa ya yeye kupewa ni gani? Kikweli kabisa hivi ni vitu ambavyo tunafaa tuviongelele, ni vitu ambavyo tunapaswa tupaze sauti kuviongelelea, kwa sababu ni vitu ambavyo viko mitaani kwetu, ni vitu ambavyo watu mitaani kwetu wanateseka, wanatamani wapate mtu ambaye atapaza sauti ili sauti iweze kusikika kule juu, ili hatua iweze kuchukuliwa haraka sana, kwa sababu serikali yetu ipo, lakini wale ambao ni wajumbe wapaswa kuchukua habari hizo zipeleke kule juu, ndio ili sheria iweze kutungwa, ili vitu kama hivi viweze kumalizika na viweze kukomeshwa kabisa. Ndio hawafanyi kazi yao na hawaitekelezi kazi yao. Sasa imebaki sisi kwenye mitandao tupaze sauti, na wewe ambao unafuatilia pia vile vile unapaza sauti kwa kusambaza video kama hii, uweze kuisambaza kwa wingi, kwa ukubwa, kwa kila mtu aweze kuipata, ili mradi tuweze kukomesha vitendo kama hivi ambavyo vinaendelea. Leo ni kitendo kimefanyika nchini Uganda, hatujui kesho kitafanyika wapi, kitafanyika kwa mlango wa nani, kitafanyika kwa mtoto wa nani, na kitampata nani. So let's be very careful. Tuchukueni msiba huu kama msiba wetu sote, na tuchukueni jukumu letu sote, ili mradi tuweze kusimamisha visanga kama hivi kutokea tena siku ya kesho.